na jambo hili nalizungumza kwenda kwa walimu, maafisa elimu wa kata, afisa elimu wilaya, mkurugenzi, hata madiwani pia ambao ndio wasimamizi wa maendeleo katika level ya kata, mimi mwenyewe nikiwa msimamizi UWT kama wazazi na mwenyekiti wa chama. Nataka nizungumze jambo la kwamba sasa tuweke nguvu nyingi sana kuwafahamu wanafunzi wetu. Kuwepo na madawati, kuwepo na madarasa, kuwepo na walimu wanafundisha haimaanishi mwanafunzi anajifunza. Mwanafunzi kujifunza inategemea sana mazingira ya mwanafunzi husika. Wanafunzi tunaopokea shuleni, tuna wanafunzi wanatoka familia ya baba na mama. Tuna wanafunzi wanatoka familia ya mama peke yake. Tuna wanafunzi wanatoka familia ya baba peke yake. Tuna wanafunzi wanatoka familia ya baba na mama hawapo. Tuna wanafunzi wanatoka familia ambazo zina amani, tuna wanafunzi wanatoka familia ambazo zina magomvi. Tuna wanafunzi ambao wazazi wako salama, tuna wanafunzi ambao wazazi wanauguliwa. Tuna wanafunzi ambao nyumbani wana wasimamizi, tuna wanafunzi ambao nyumbani hawana wasimamizi. Tuna wanafunzi wamelala wamekula, tuna wanafunzi wamelala hawajala. Kwa hiyo tuna wanafunzi ambao wanatoka mazingira tofauti sana. Sasa ili tuweze kuwasaidia ni lazima tuwafahamu. Kwa walimu wangu wapendwa, ukiitwa mwalimu wa darasa, hakikisha unawafahamu wanafunzi wako. Nafahamu shuleni tuna mikakati mingi, lakini mikakati haiwezi kufanya kazi kama hujui mwanafunzi anahitaji nini. Kuna mwanafunzi anahitaji kuna mtu anamwamini. Kujua tu kuna mtu anamwamini, hilo tu litamfanya ajifunze vizuri. Kuna mwanafunzi anahitaji upendo, kwa sababu kwa alikotoka hamna upendo. Kuna mwanafunzi anakuwa mazingira ya hofu. Kwa hiyo wito wangu, mkurugenzi, maafisa elimu na wote tunaosimamia elimu, tumeweka nguvu nyingi sana kwenye miundombinu na tunafanya vizuri. Na hivi ni vitu ambavyo vinaonekana. Madawati unaweza kuyaona, madarasa unaweza kuyaona, walimu unawaona, lakini mazingira ya mwanafunzi usipoyachunguza hautayaona. Kwa hiyo wito wangu, tunapoenda kusimamia madiwani, tunapoenda kwenye kata, watendaji wa mitaa, tunapoenda mashuleni, walimu wakuu tunaosimamia shule zetu, tuweke nguvu nyingi sana kuwafahamu watoto ambao tunao kwenye madarasa yetu ni watoto gani. Tukishajua kila mazingira ya mtoto yalivyo, inakuwa rahisi sana kumsaidia. Kuna mtoto unamuhimiza kusoma, lakini kumbe mtoto yupo kwenye hali ya hofu. Kuna mtoto anakuja shuleni, lakini nyumbani kuna mtu anamfanyia abuse. Kwa hiyo wito wangu, mimi nimeshasimamia kibao sasa hivi ni mwaka wa 3. Nimejifunza kwamba wale watoto ambao wana watu wanaofuatilia kwa karibu wanafanya vizuri sana. Kwa hiyo ninapoenda kukabidhi madawati haya, naomba walimu, maafisa elimu, wasimamizi wa elimu wote kumbuke neno la Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwamba tukawafahamu wanafunzi wetu. Tusipowafahamu wanafunzi hatutaweza kuwasaidia, hatutaweza kuinua performance vizuri. Haya mengine yameelezwa na ni marahisi. Tumeweka nguvu, mapato tumekusanya, tumefanya maamuzi, madawati 4000 tumetengeneza, tunapeleka mapato ya ndani, tunajenga shule nyingi, tunalipa stahiki za walimu, tunaajiri walimu wapya. Hayo yote yanaonekana, lakini mazingira ya mwanafunzi mmoja mmoja hayaonekani. Na hayo yote tunafanya ili wanafunzi wafanye vizuri. Kwa hiyo tuweke nguvu kubwa kwenye kuwafahamu wanafunzi. Napenda ninapotembelea shule nikimwona mwalimu wa darasa anaanza kaniambia story ya Ana, ya Juma, ya Hali, anawafahamu. Sisi wengine pia tumefika hapa kwa sababu tulipata walimu wachache wanne ambao walitufahamu tu na wakatupa moyo. Kuna watoto wanataka kujua kwamba kuna mtu ananiangalia. Kuna mtu anaona juhudi zangu. Kuna mtu anatizama tabia zangu. Kuna mzazi hata kama nyumbani hakuna mzazi. Kuna mtoto anataka kuona kwamba shuleni kuna kaka hata kama nyumbani hamna kaka.